Jukwaa letu pia linafanyika katika kipindi muhimu baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa kuzalisha umeme wa maji wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Tunapongeza sana serikali na TANESCO kwa hatua hii kubwa ya kitaifa, lakini mafanikio hayo pia yanatukumbusha kuwa miundombinu na teknolojia pekee havitoshi. Tunahitaji wafanyakazi wenye maarifa, ujuzi, nidhamu, ubunifu na uzalendo ili uwekezaji huu ulete matokeo yaliyokusudiwa. Hivyo tunaipongeza TANESCO ya kisasa. Hivyo tunapojenga TANESCO ya kisasa, lazima pia tujenge nguvu kazi ya kisasa. Teknolojia za kidigitali, mifumo ya elektroniki na akili mnemba zinaendelea kubadilisha kazi. Jambo lingine kubwa kama viongozi ambao tunajivunia, tumewasha. Nyinyi ni mashuhuda, mmeona Julius Nyerere. Tumeweza kupata megawatts 2115. Na kwa nini tumepata megawatts hizo? Zinaenda kuongeza ubora katika shirika letu. Lakini sio shirika tu, taifa kwa jumla. Ukiwa na umeme wa uhakika ambao haukatiki, ina maana vile viwanda vitafanya kazi muda wote. Tulikuwa na shida ya viwanda vingi ambavyo vilikuwa vinapata umeme mdogo, kwa hiyo vikashindwa uzalishaji. Lakini sasa hivi tuna megawatts 2115 ambazo ni za uhakika. Kwa hiyo viwanda vingi vitafanya kazi kwa ufanisi. Lakini pia hakutakuwa na makatizo yale ya umeme wa mara kwa mara. Kwa hiyo ina maana tutaingiza pato kubwa la shirika, lakini na taifa kwa jumla. Tunauza umeme nje kwenye nchi ambazo zitakuwa zinahitaji umeme kufanya biashara na sisi, lakini pia na sisi tutapokea umeme katika mataifa mengine. Tutakuwa tunabadilishana. Kwa hiyo kwa kuweza kuwasha Julius Nyerere, taifa letu linaenda kuwa na mapato makubwa, lakini na shirika letu linaenda kuboresha, linakuwa shirika bora katika Afrika Mashariki, na tunatarajia kuwa Afrika nzima TANESCO itaongoza. Bado tunajua tusema tukishakuwa na umeme wa hakika, bado pia tutaenda kuuza umeme huo nje ya nchi. Tunapoenda kuuza nje ya nchi, basi tunaenda kukuza pato letu la ndani, kwa sababu tukiuza nje ya nchi tunajua tunauza kwa form of dollar, kwa hiyo tunaongeza pato la nchi. Kwa hizo ni fursa ambazo naweza kusema kuzinduliwa kwa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa ufupi kwamba linaweza kuleta fursa za namna hiyo kwa jamii.